Gwen Media, burudani kwa wote. Muda nikaribishe msomi wa hotuba. Karibu. Tunasoma hotuba fupi ya marehemu kwa lugha ya Kiswahili. Marehemu aliitwa kwa majina ya Ramadhani Kashindi Fataki, mtoto wa Babunge Bashi Mabelwa, nyumba ya Abalaka. Jina la baba alifahamika kwa jina Kashindi Ramadhani, wa jamaa ya Babunge Bashi Mabelwa, nyumba ya Balaka, Sebe ya Mango. Jina la mama marehemu. Mama marehemu alifahamika kwa jina la Kiza Abdalla, wa jamaa ya Balala Bashi Amena. Marehemu alizaliwa Kalemi tariki 14 mwezi wa 4 mwaka 1992. Elimu. Marehemu alisoma shule ya msingi akamaliza, akaenda mpaka sekondari, akaishia somo la 4 section pedagogique. Maisha ya ndoa. Marehemu alioa mke mmoja, jina lake Imani Shabani, wa jamaa ya Bashilota, nyumba ya Atanga. Alibatika kuzaa mtoto mmoja wa kiume, ila hakupata bahati ya kuishi, akafa. Pia marehemu ameacha mke ambaye bado ana ujauzito. Kazi. Marehemu alikuwa plomba. Magonjwa. Marehemu aliugua tumbo ya minyoo, yaani ugonjwa wa minyoo. Marehemu aliishi duniani miaka 33. Niwetinoge? Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tulivyotangaza, tunahitaji sasa kijiji wafike. Wanafuatiwa na plomba wale wafanyakazi wenzake, na kanisa litamalizia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa heshima na taazima, niombe tusimame dakika moja kuweza kumpa heshima ya mwisho ndugu yetu Rama katika ulimwengu huu. Asante, tukae. Kabla sijaendelea kabisa, niombe kualika uongozi wa kijiji cha ME kama wako hapa waje. Kijiji cha ME na makusudi ya kuzungumza kwa sababu ndiko mauti ilimkuta huyu marehemu. Karibu sana ndugu. Wewe ni cluster. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya kijiji cha ME, tuna masikitiko makubwa sana kwa kumpoteza ndugu yetu huyu ambaye kwa muda mfupi sana tulioishi naye alionyesha kuwa ni mtu mwema sana kwa kila mtu. Tumeishi naye kwa takriban miezi 10
lakini miezi hiyo 10 ilikuwa na maana kubwa sana kwetu kama kijiji. Tunaomba kutoa pole za dhati kwa kila mmoja ambaye ameguswa na msiba huu siku ya leo. Kama kijiji, kuna taratibu ambazo tumeziweka pale inapotokea msiba huu. Kutokana na masuala ya kisheria ambayo yalikuwa ni nje ya uwezo wetu, imekuwa ngumu shughuli hii kuweza kufanyika kwenye kijiji chetu, ikalazimika kufanyika hapa tulipo dakika hii ya leo. Hivyo basi, kama kijiji kuna baadhi ya taratibu ambazo tulipaswa kuzifanya siku ya leo. Imeonekana kutakuwa uwezekano mdogo wa hilo swala kufanyika, lakini tuko pamoja na waombolezaji wote na tutaungana na familia baada ya shughuli zote kwa ajili ya kufanya jambo kama kijiji. Tumemtambua kama Baba Amina, alikuwa ni rafiki kwa kila mtu. Kwa muda wote ambao tumeishi naye ndani ya kijiji chetu, hakuna mtu ambaye anaweza kujitokeza akaeleza neno lolote baya ambalo aliwahi kulisikia kwa ndugu yetu huyu. Hivyo na sisi imetuuma kwa sababu alikuwa tayari amekuwa ni ndugu, alikuwa tayari amejenga urafiki na baadhi ya watu mle. Kwa hiyo tumepoteza mtu muhimu. Lakini yote kwa yote tuseme kwamba tuzidi kumtegemea Mungu, tuzidi kumwomba Mungu na kumtanguliza katika kila jambo ambalo tunafanya ili tuweze kuwa na mwisho mzuri. Umati wote uko hapa sio kwamba upo kwa bahati mbaya, hapana. Ni kwa sababu matendo yake yalifanya kila mtu aguswe na akaacha kila alichokuwa anakifanya nyumbani na hatimaye kuungana na sisi waombolezaji hapa. Tunawapongeza sana kwa moyo huu. Tutakuwa pamoja katika kila hatua zingine ambazo zitafuata baada ya siku ya leo. Kwa kusema hayo, niseme asante kwa nafasi hii, lakini poleni sana pia kwa lolote ambalo linaendelea sasa hivi. Asanteni na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio narudia tena kuzungumza hili jambo. Kama kijiji cha FD tunayo masikitiko makubwa. Na masikitiko haya inahusu familia. Kama leo tumeipika ni kwa heshima ya wale ambao wameachwa. Kwa utaratibu wa kambi tusingepika leo kwa sababu moja. Na mhesabia ni mwaka sasa hivi kuelekea miaka ya pili hayuko ndani ya kijiji changu. Ametoka, sikujua wala the cluster hakujua. Na hata magonjwa haikujulikana. Tuna ushuhuda kwamba baadhi ya watu wako Marekani walijua ugonjwa wake. Tulipata simu zao kwamba tunasikia Rama ni mgonjwa. Unataka tusaidie tu kwenye vifo, tusaidie kwenye magonjwa. Tukashindwa. Utaendaje kumwona mtu wa familia wakati ugonjwa unafichama? Utashotwa vidole. Ninasema haya nikiwa na makusudi kabisa kwa ajili ya familia. Tunapika juu ya heshima wale ambao tunawafahamu kwenye familia hii. Lakini mna makosa makubwa ambayo mmeifanya. Kwa mujibu wa taratibu za kambi, naweza nikasema simfahamu. Kwa sababu moja, sasa hivi nitamuta de village wa Jetua atakuwa mahali hapa, yuko ambako kadi yake inasoma. Sasa hivi mauti imemkutia M1. Kwa hivyo ni kama kuna muskil kidogo imetokea. Lakini kwa sababu ya ubinadamu na Ukristo tulionao, tunafanya jambo kama hii. Isirudi tena wapendwa. Isirudi tena, isijirudi tena. Ninaikomesha kwa jina la Yesu. Baada ya kusema haya, tunataka kwenda kule Malaloni, tutarudia tena mahali hapa kuweza kupata chakula kimeandaliwa kwa ajili yenu. Kabla sijatoka hapa, nimuite mwenyekiti wa kijiji cha Jetua kwa maneno mawili kwa ufupi sana. Karibu.
Karibu sana mpendo. Bejuna mwami wechi nyomo sawa ejiji yashetua aizani tende zone ya mwenji yasikitika longi rengera sana na mwechi wa unoto Mumbaka zone yose ya mwenji na bato ba zone ya mwenji bana bele ano mbanga lakini bati ya zona weto zone oshile meeting ni kyobo cha meeting yeto kyobo cha Kongo meeting ya msoshi wakambe mkwa makazi muikeyo ale moya anya tazone ozone doni usuku yechile zamu ya zone ya mwenji benyumi wechi bino bato bazone ya mwenji te bakyole ya lakini ike baleo hususani ejiji ajetu sawa tolera menge ya mono yichiminya wato Mumbaka ono ashile mshauri wa Lubaka nike ba Mumbaka bose bajetua tashi wa Luba na bino bale monela manga bale monela manga iyeta bimo monela uno bejuna mwami wechi ono to Mumbaka yake china hato uchibwa Abedi Kashindi china maarufu Ramazani basi ale mto wabele mchangamushi sana na abele mto wabele mu amba achi a village sana ya Jetwa Jetwa imoto bake fomu Mumbaka alo obaka na manga ta abele na fomu lakini bahati angere mungalo mwatelecha ila sense ya wetana shiteba kyobocha sense ya njala Mumbaka alo pata fomu basi alo shukuru sana na ito ake fomu yalo bewa mejiji ajetua abela bu yana waya ke achi basi bibo ale weto mwana jamii bonke mchapa kazi ninaona ba de classe ya yomi kama bale ano ba jetua ba imane babe amuchunge na neano tabashi sengene dakika yemotu tuna kanena weto mwana jamii ba de classe ba J3 classe ya yomi iba de classe ba no weto Mumbaka Benyumi wechi bino ibino mbochi ya weto Mumbaka ene changa tushimo mbocha na remu klase ya yomi na eteni motaki tenda ele nibo mbaka lo ono wato Mumbaka twanke anya mwela village mwa wa elo fue chibele na yomi 2010 itono nchanya olia basi video baada incha anya apata jeto aba weto mwana jamii longe mbaka wapa na jamii beta nana ole mwana jamii anawa lakini ole bato bata tuna liwa election wala owi ichangana gisi bibala manake o manemtu mumatwa ole zone ya mwenjibuka ano ane mo ojo tuicho chia mto o manyoto mto abele nsoka wale Enyo na mwami wechi kwa hiyo bibo to na menge manga sana na kwa tona bana manga mitenda ile nyibo mungwacha anye ona washiolongwa mungwabe obandanake asante Basi baada ya kusema haya niseme Bwana Yesu asifiwe. Nimerudi tena kusema kwamba tutakapotoka kule Malaloni turudi hapa tukapata chakula. Bwana asifiwe. Asante sana. Eagle Media, burudani kwa wote.